Kila mmoja anasema jambo lake. Yanga imeshambuliwa vya kutosha kwa sababu haikumfunga Azam FC. Uchambuzi wa walio wengi wanasema Young Africans kiwango chao kimeshuka, ile inasalia kuwa timu ambayo imefunga mabao mengi na kufungwa mabao machache kwenye ligi kuu Tanzania bara, huku wakiongoza ligi. Wakati ninyi mkisema hayo, yeye kocha Young Africans Pedro kanyosha vidole kwenda kwa muamuzi wa mchezo hiyo jana. Kocha anasema was very tough, walikuwa pinzani wagumu sana, timu imara sana. Timu kama yao karibu kufikia mwisho wa mzunguko wa kwanza wa ligi haijapoteza mechi. Hivyo basi ni timu thabiti iliyojipanga vizuri, na pia ni miongoni mwa wanaowania ubingwa. Kulikuwa na mazingira mazuri ya uwanja, lakini kwa bahati mbaya nyasi hazikuwa kwenye hali inayoruhusu mchezo kwa kasi zaidi. Wachezaji walitoa kila walichoweza. Dakika za mwanzoni zilikuwa ni ngumu sana kwetu kuzoea, lakini tulipoanza kuendana na hali ya mchezo, tukapata udhibiti na kujiamini zaidi. Tukaanza kuudhibiti na kusimamia mchezo. Tulitengeneza nafasi kadhaa za kufunga. Ni kweli hazikuwa nyingi kama tulivyotamani, na pia kulikuwa na baadhi ya maamuzi ambayo hayakuwa upande wetu. Mwishowe tulikaribia kupata ushindi, lakini haikutokea kushinda mechi. Kwa sasa tunapitia ratiba ngumu sana ya mechi. Mara nyingi tunakuwa na siku mbili tu kati ya mechi moja na mechi nyingine. Hivyo kwa sasa tunapaswa kujikita zaidi katika kupona kimwili na kujiandaa kwa mechi zinazofuata ambazo pia ni mechi ngumu sana. Sasa tunatarajia kucheza dhidi ya kikosi ya TRA, timu nzuri sana. Tulicheza nao kwenye kombe la Mapinduzi. Hivyo ninawafahamu vizuri, ubora wa wachezaji wao pamoja na kocha wao. Baada ya hapo tunacheza dhidi ya kikosi cha Mtibwa Sugar kabla ya tarehe za FIFA. Hivyo tutakuwa na mechi mbili nyingine ugenini, na tena zikiwa ni siku mbili kati ya mechi moja na mechi nyingine. Mara nyingi tunacheza karibia 90 au 95 ya mechi zetu dhidi ya timu ambazo zinakuwa na muda mrefu zaidi wa kupumzika kuliko sisi. Kwa ni jambo ambalo lingepaswa kuwa la haki zaidi, lakini kwa sasa tuzingatie kazi yetu. Kuhusu ratiba ya ligi, je, mmejiandaa vizuri kuhakikisha mnashinda kila mechi? Sisi kila wakati tunacheza kwa lengo la kushinda, sio mechi za ligi pekee, hata mechi za ligi ya mabingwa, mechi zote. Hiyo ndio falsafa yetu na mtazamo wetu. Tunataka kushinda kila mechi, lakini pia tunapaswa kuheshimu wapinzani wetu kwa sababu tunacheza dhidi ya timu nyinginezo ambazo pia zina uwezo. Jambo lingine muhimu sana ni kwamba watu waelewe kuwa msimu huu hauwezi kulinganishwa na misimu iliyopita. Msimu uliopita haikuwa na AFCON na CHAN katika msimu mmoja. Hivyo si swala la kuwa na wiki moja au wiki mbili zenye mechi mbili, bali tuna miezi kadhaa mfululizo yenye mechi mbili kila wiki. Wakati mwingine ndani ya siku 8 unacheza mechi 3. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Ni kama mbio ndefu, marathon, na timu nyingine zinapoteza point njiani, lakini mwishowe bingwa wa ligi atakuwa timu iliyokusanya pointi nyingi zaidi, na sisi tumedhamiria kwa mabingwa. Tulimuona Pacome jana akipewa dakika chache za kucheza. Je, yuko tayari kwa mechi nyingine? Anaendelea kupona. Jana ilikuwa ni mechi yake ya kwanza baada ya kukosa takriban mechi 6. Kwa hakika baada yupo kwenye kiwango bora kabisa cha utimamu wa mwili, lakini aliingia uwanjani akijaribu na alitusaidia sana. Hilo ni jambo zuri. Ujumbe wako wa mashabiki ni upi? Mashabiki jana walikuwa nasi tena, walituunga mkono, walisukuma timu mbele. Nimefurahishwa sana na msaada wao, heshima yao na uelewa wao na hali tulionayo kwa sasa. Hilo ni jambo muhimu sana na ninawashukuru sana kwa hilo. Wewe ni kocha Pedro Gonçalves. Tarehe 18 ya mwezi wa 3 wa mwaka 2026 ana mchezo dhidi ya kikosi cha Tabora United, sasa wakifahamika kama TRA, mchezo utakaopigwa kwenye uwanja Sheikh Amri Abeid Arusha. Je, Young Africans watashinda? Tusubiri.